Eliza anaendelea kuniambia, anasema Teddy, hapo mimi nikaanza safari ya uchawi rasmi mwaka 2024. Na huo uchawi, sehemu ambayo nilienda kupatia huo uchawi ni huko Morogoro. Kuna hicho kijiji kinaitwa Ilonga. Huko ndio nilipoenda kununua huo uchawi Teddy. Gharama ambayo nilikuwa nimelipia kwenye kununua huo uchawi ili nilazimu niuze kile kiwanja changu. Mbali na kuuza kiwanja, niliambiwa gharama ni mbili, gharama ya pesa pamoja na gharama ya kafara. Kwenye kafara hapo Teddy, mimi nikawa nimeambiwa nitakapojifungua huyo mtoto wangu basi nimtoe kafara, na hiyo ndio itakuwa gharama ya kulipia huo uchawi wangu. Teddy, kwa huo muda nilikuwa sitaki kitu chochote wala sisikii kitu chochote. Nilichokuwa ninataka ni kumuua tu na kummaliza Marcus pamoja na mke wake, kwa sababu wamenitendea mambo mabaya sana. Wamemuua mama yangu, wamemuua mtu ambaye alikuwa ananisaidia, na bado tena wananitesa. Teddy, baada ya kununua uchawi na kulipia kila kitu, mimi nikawa nimerudi kwenye makazi yangu. Naambia Teddy, mimi mpaka natoka Ilonga narudi ninapokaa mimi tayari nilikuwa najua kila kitu, najua kuruka, najua kufanya kitu chochote, najua mpaka kuroga, kwa sababu nilikaa siku 7 za kujifundisha kule Teddy. Nikawa sasa nimeanza hizo process zangu za kwenda kuwanga kwenye hiyo nyumba ya kina Marcus. Nikaenda mara ya kwanza, nimeenda mara ya kwanza nikashindwa. Uzuri nilikuwa hata nikishindwa huwa sigandi, narudi zangu nyumbani. Mara ya pili nilienda kama mara 6 zote nikawa nimeshindwa. Nikarudi tena kwa yule mtaalamu. Kurudi kwa yule mtaalamu akasema ngoja tuangalie nguvu zako. Akaangalia hizo nguvu zangu. Unajua hizo nguvu unaangaliaje? Inakuwa ni usiku, unavua nguo zote unabaki uchi, alafu unakaa katikati ya uwanja. Hapo katikati ya uwanja unapokuwa umekaa, unakuwa unakaa katikati ya ungo. Huo ungo ambao tunatumia kupepeta mchele, huo ungo ambao unakaa katikati ya huo ungo, nipo uchi wa mnyama. Alafu yule mganga akawa ananyunyuzia zile dawa, alafu anapiga hivi chini kwa nguvu, Baada hapo ananipa kioo. Kile kioo nakuwa nakikumbatia kile kioo, anaongea. Anasema, kioo, kama unavyoonesha mtu jinsi alivyo, naomba umuoneshe na huyu yupoje, nguvu zake zipoje. Nikawa anaongea kama dakika 20 hivi. Baada ya dakika 20 akanitoa kwenye huo ungo. Kutoka kwenye huo ungo tukawa tumeingia kwenye kilinge chake. Kuingia kwenye kilinge chake tukawa tumekiweka kile kioo mbele. Kuweka kile kioo mbele, akawa amenikata hivi mkononi kunikata, nikawa nanyunyuzia damu kwenye kile kioo. Kunyunyuzia damu kwenye kile kioo ndio nikawa naona nguvu zangu. Akawa ananiambia nguvu zako ni ndogo sana, hata kwenye kioo hazionekani vizuri. Kwa hiyo ili nguvu zako ziwe kubwa, unatakiwa uanze kuua watu tofauti, watu ambao una ukaribu nao. Yani hata mtu akikosea tu kidogo huo unamuua. Kadri unapofanya mauaji ndipo nguvu zako zinavyozidi kukua, ili uweze kupambana na huyo mtu. Nikamwambia yule mtaalamu, lakini mimi lengo langu sio kumuua mtu yoyote. Mimi lengo langu ni kuwaua hao ambao wamenifanyia ubaya. Huyo mtaalamu ndo akasema ndio hivyo. Hauwezi kuua hao watu kama haujaanza kuua watu wengine, ili nguvu zako zizidi kuwa nyingi. Huyo Eliza ananiambia, "Da Teddy, yani uchawi ni kitu cha ajabu sana jamani. Unajua zile sehemu ambazo watoto huwa wanapenda kucheza, ni kama kuna uwanja hivi, kuna nyumba nje, kuna kiwanja hivi, watoto wanapenda kucheza hapo. Hizo sehemu ndio sehemu ambazo mara nyingi tunakutana kufanya vikao vyetu, na mara nyingi hizo sehemu ndio sehemu ambazo tunaenda kuanzia safari zetu. Yani kama walikuwa wamecheza afu ule uwanja ulikuwa haujafagiliwa, hiyo kwetu ndio inakuwa nzuri sana. Tunafika mpaka hapo, tukifika mpaka hapo tunatembea zile sehemu ambazo watoto walikuwa wametembea. Yani ile inakuwa kama vile unapata nguvu, kama unapata bahati, kama unapata baraka. Yani ile ndio inakuwa sehemu salama. Inakuwa sehemu salama kwa wachawi, kwa sababu watoto wanakuwa wanakinga. Basi baada ya hapo, baada ya kutoka kwa huyo mtaalamu, mimi hapo tayari kuna wachawi wenzangu najuana nao wa maeneo ninayokaa. Wachawi tunajuana, asikwambie mtu. Yani wachawi tunajuana. Hata iwe vipi, mimi kama ni mchawi, nikimwona tu mtu najua huyu ni mchawi kwa sababu namjua. Na wachawi kama ni wachawi ya sehemu fulani, basi wachawi wote watakuwa wote, kuna siku lazima wote tukutane. Ananiambia, Teddy, nikawa nimerudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikawa nafikiria nianze kumuua nani. Na swala la kuua kwangu mimi ilikuwa ni jepesi tu, nakuja kwako na kuangia, kama hauna nguvu na kuua. Nikajifikiria nianze kumuua nani, nikapata akili. Hapa naanza na ndugu upande wa baba. Ndugu upande wa baba alikuwa hawataki kunisikia wala kuniona. Japokuwa sijui ilikuwa ni issue gani iliyotokea huku baina ya baba yangu pamoja na mama yangu. Kitu pekee ambacho mimi nilichokuwa najua, ndugu upande wa baba wananichukia. Teddy, nikawa nimeanza kwenda kumuua shangazi yangu. Huyo shangazi yangu mamangu alinisimuliaga story yake, ndo alikuwa mkubwa kwenye familia ya kina baba.
Wakati mamangu alikuwa mjamzito, ule shangazi yangu alikuwa anamwambia mamangu mimi ni malaya, hawezi kuwa na mimba ya kaka yake, mama yangu sijui ni mbaya, atawazalia mtoto mbaya, sijui nini na nini hivyo. Na hata baada ya mamangu kujifungua mimi mtoto wa kike, wakamfukuza, wakasema hawataki kuongezewa malaya kwenye familia yao. Malaya waliokuwa nao ni wengi, wanatosha. Nikasema huyo mimi ndo naanza naye. Teddy, usiku wa siku hiyo hiyo nikaandaa vitu vyangu. Hapa nachukua usinga, kisha chukua ule usinga wangu, na nilikuwa siendi kuanga uchi. Nilikuwa navaa kaniki, kama unazipata. Kaniki ni mfano wa vitambaa vyeusi, ndio nilikuwa navaa. Nilikuwa na usinga wangu mmoja mweusi. Nilikuwa na chungu changu ambacho kabla sijaenda kuanga kwenye hicho chungu, lazima niteme mate kwenye hicho chungu, alafu niingize mkono kwenye kile chungu, nitoe ule mkono, alafu nifanye hivi, nijipake mwili mzima. Na nakwambia hivi Dati, hata sisi wachawi tukiwa tunaenda sehemu kuanga, lazima tuseme Mungu, tunaomba utusaidie. Hivyo kama watu wengine wanavyoomba Dati, tunasema kabisa Mwenyezi Mungu, tunaenda sehemu fulani kuanga, Mungu naomba unisaidie, Mungu naomba unitangulie, kama kila mtu anavyoomba. Nikamuomba Mungu hapa, nikamwambia Mungu naomba unitangulie, ninapoenda nachoenda kufanya kitimie. Basi baada hapo sasa tunavyoondoka, tunaondoka kinyume nyume, yani hivi narudi hivi kinyume nyume mpaka kwenye pembe ya ukuta. Nikifika toba kwenye pembe ya ukuta, nafanya vile usinga, napotea. Nikapotea. Kabla ya kwenda kuanga kama nilivyokuambia, lazima tupitie sehemu ambazo watoto huwa wanacheza. Nikapitia hiyo sehemu watoto ambao huwa wanacheza, nikatembea. Baada hapo nikafanya tena usinga wangu hivi, nikapaa, nikaondoka zangu. Nikafika mpaka kwa hiyo shangazi yangu. Huyo Elisa ananiambia, Teddy, kwa kufupisha story, mimi niliua shangazi, mimi niliua baba, niliua baba mdogo, nilimuua mtoto wa baba. Yaani niliua watu kama 6 kwenye familia ya baba yangu. Baada hapo nikarudi tena kwa mtaalamu. Na hao watu 6, sio kwamba niliua mmoja, nilimuua shangazi. Baada ya kumuua shangazi, watu wengine wote waliobakia walikufa kwa pamoja, kwa sababu walikufa kwa ajali. Walikuwa wanaenda kwenye msiba wa shangazi, wamefika, wamezika, wakati wa kurudi wakapanda gari moja, ile gari ikapata ajali, wakawa wamekufa wote hapo. Teddy, baada hapo mimi nikarudi kwa mtaalamu. Kurudi kwa mtaalamu akapima nguvu zangu tena kama kawaida. Kupima nguvu zangu akaniambia nguvu zangu sasa zinalingana na mtu ninayetaka kupambana naye. Ili nimshinde natakiwa nizidishe nguvu, na safari hii natakiwa nihamie upande wa mama kuua. Ananiambia, Teddy, nimeua. Teddy, nimeua sana. Nimekula sana nyama za watu. Nimeua, nikala nyama za watu, nimefanya kila kitu. Na mara ya kwanza mimi nilikuwa nachukulia tu ni kawaida. Mwaka jana, mwaka 2025, nikarudi tena kwa yule mtaalamu baada ya kuua sana. Nilikuwa naua mpaka watu ambao hawana hatia. Nikienda dukani ukinijibu vibaya na kuua. Hivyo mwaka jana sasa nikaenda tena kwa mtaalamu. Kufika kwa mtaalamu tena itabidi angalie tena nguvu zangu. Kuangalia nguvu zangu hiyo siku, mpaka kile kioo tulichokuwa tunatumia kuangalia nguvu kikawa kimepasuka. Yaani kimepasuka kabisa. Baada ya hapo yule mtaalamu naye akawa ananiogopa. Akaniambia, nguvu zako zimekuwa kubwa sana, zimezidi. Kwa hiyo hapa sasa unaweza kwenda kummaliza huyo mtu. Na Dated, nakwambia hivi, hicho kipindi chote mimi nipo na tumbo langu. Kila mtu alikuwa ananishangaa na watu walikuwa wananiogopa. Unajua ni kwa nini? Mtu tu alikuwa akiniongelesha vibaya kuhusu hilo tumbo, kesho yake alikuwa haamki. Nimehama mitaa kibao nimehama. Kila mtu alikuwa anaonyeshia mimi kidole, mimi ni mchawi. Mimba inakaribia miaka 2 sijajifungua. Tumbo langu kubwa kabisa la miezi 9 la mtu kujifungua. Dated, baada ya kuambiwa kwamba nguvu zangu zinatosha sasa, nikafanya zile process za kwenda kummaliza huyo mwanamke. Haikuwa rahisi. Teddy, haikuwa rahisi. Siwezi kusimulia kila kitu kwa sababu mambo mengine ni mabaya. Teddy, mimi nimelala makaburini. Teddy, mimi nimefanya vitu vya ajabu sana, lakini mwisho wa siku nikawa nimefanikiwa. Nikamuua yule mwanamke, nikamuua Marcus, nikaua kila mtu kwenye familia yao. Kama walikuwa na watoto wangapi nikaua, na haikuwa rahisi. Mara ya mwisho kabisa nafanikiwa kumuua mtu wa kwenye familia ya Marcus. Hiyo siku nikasikia uchungu kabisa wa kujifungua. Nakumbuka niliambiwa nikisikia uchungu nisiende hospitali kabisa, niingie ndani chumbani kwangu. Nitakapoingia chumbani kwangu kuna dawa nilikuwa nimeipewa, hiyo dawa ninywe hiyo dawa. Nikisha kunywa hiyo dawa nitajifungua tu vizuri. Basi Teddy, kweli baada ya kujisikia hiyo uchungu nikafuata yale maagizo ya washirikina wenzangu, maagizo ya wachawi wenzangu, nikawa nimekunywa zile dawa. Baada tu ya kunywa ile dawa nikaona kuna watu wameingia mle ndani. Kuangalia wale watu nawajua ni wachawi wenzangu, wakawa wamenisaidia.
wamenisaidia hapa kujifungua, mtoto akatoka salama, wakakata sijui ule ndo utumbo, sijui ndo kitovu, wakakata. Baada hapo akamvingilisha ule mtoto kwenye kitenge, akawa amenipatia. Walivyonipatia yule mtoto Teddy, muda huo mimi nikawa tu nimejisikia vizuri, wao wakawa wameondoka. Teddy kwa mara ya kwanza sasa baada ya kujifungua, sasa Teddy kwa mara ya kwanza mimi ndo nilianza kujihisi ni binadamu. Maana nilikuwa naona kabisa mimi sio binadamu kabisa, lakini hapo mimi ni baada ya kupata mtoto nikaanza kujiona ni binadamu. Sasa Teddy, changamoto iliyokuwepo kama unavyojua, tulikubaliana kwamba kafara yangu mimi hiyo ya mtoto ambaye nitakaizaa, lakini mpaka muda huo nilikuwa mimi sipo tayari kumtoa mwanangu kafara. Kila siku alikuwa ananifuata, wananikumbusha, ananiambia Teddy, sasa ni 2026, mwanangu mimi nimejifungua mwaka jana 2025 mwezi wa 9, mpaka saa hizi mwanangu mimi ana mwaka mmoja kasoro. Mwanangu ana mwaka mmoja kasoro, lakini ndio hivyo, anaumwa, anaweweseka. Kila siku ananifuata, ananikumbusha kumtoa huyo mtoto kafara kama nilivyoahidi. Lakini Teddy, ukweli ni kwamba mimi najutia sana kuwa mchawi, kwa sababu mimi sina ndugu yoyote saa hizi nilibaki naye. Nikisema nimtoe na huyo mtoto, watu wananiogopa, mimi nitakuwa mgeni wa nani? Huyo mtoto ndo kama kimbilio langu, ndo kama tegemeo langu. Nimejaribu kwenda kanisani huko, akiwa anafanya maombi nasikia kama moto unaniunguza, nakimbia. Nimejaribu kwenda kusomewa dua huko, lakini mambo ni yale yale tu, naona kama naungua, nakimbia. Kuhusu yule mganga aliyenisaidia, alishakufaga, sijui alishafariki, yani hayupogo tena. Kwa hiyo Teddy, mimi nahitaji msaada. Najutia kuwa mchawi, najutia kufanya mauaji. Mimi na miaka 23 tu. Si utaki tena huu uchawi Teddy, si utaki. Na wale hawakubali mimi kunitoa kwenye chama hiki cha uchawi, wamekataa kabisa kunitoa. Sijui hata nifanyeje Teddy jamani, na kuomba unisaidie. Kama kuna msaada wowote, kama kuna mtu yoyote huko anaweza kanisaidie, anisaidie. Mimi nateseka, sipati mwanaume wa maana, sipati hela za maana, sipati kitu chochote. Maisha yangu ni magumu. Uchawi haujanisaidia kitu chochote. Naombeni mnisaidie jamani. Guys, huu ni mwisho wa story ya najuta kuwa mchawi. Kama kuna mtu yoyote au anaweza kumsaidia huyu dada, amsaidie. Nasema shajaribu sana kwenda kwa wataalamu wengi sana, lakini kila anapoenda huko anaambiwa wewe, hiki kitu kipo ndani yako. Amejaribu kwenda kwenye makanisa, amejaribu kwenda kwenye misikiti. Mtu yoyote anaweza kumsaidia Eliza, amsaidie. History imenisikitisha sana. Huyu mtoto ni mdogo, miaka 23, ni binti mdogo sana. Yaani ni binti mdogo, sijui maisha yake yatakuwaje. So guys, huu ndio mwisho kabisa wa hii story.